kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa vile tunazileta kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati baada ya kuzihakiki. Kuna siri kubwa ambayo imeweza kufichuliwa hapa Tanzania ambayo ni ya kutetemesha na kusababisha hali ya taharuki katika taifa letu la Tanzania, na huwezi kuamini. Siri imeweza kufichuliwa kwamba Tanzania huenda itapigwa mnada, itauzwa ili hela ziweze kutumika kulipa madeni, mikopo ambayo uongozi wa Samia Suluhu Hassan umechukua kufikia sasa. Na haya yote yaliweza kujulikana baada ya CAG, yaani mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kutoa ripoti kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan na kuitangaza na kuisoma hadharani, jambo ambalo liliweza kuleta taharuki na mshike katika taifa letu la Tanzania. Kulingana na ripoti hiyo, ilisema ya kwamba Tanzania sasa hivi tuna mikopo ya trilioni 110, sio bilioni, trilioni 110. Ni hela ambazo Tanzania hata tulipe kodi kivipi hatuwezi kulipa, kwa sababu misaada imezuiliwa. Kumaanisha sisi hapa ndani kwa ndani hatuwezi kulipa mikopo hii ambayo ni trilioni 110 chini ya uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan, ambaye aliweza kung'ang'ania na kutulazimisha awe rais kwa sababu aliweza kujichagua yeye mwenyewe. Sasa iko hivi, kulingana na mwenyekiti wa TFF, yaani Tanganyika Freedom Fighters, anaitwa Tuma Duya, ameweza kuzungumza makubwa. Yeye ndiye ameweza kufichua siri hii kwamba penye tumefika kama Watanzania, serikali ya Suluhu Hassan ina mipango ya kuhakikisha Tanzania imeuzwa ili kulipa mikopo hii. Kufikia sasa, Tuma Duya huyu ambaye ni mwana TFF anasema imefika wakati Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameshindwa na uongozi, ang'olewe mamlakani ili tuwe na rais ambaye ataimarisha uchumi katika taifa la Tanzania kabla ya Samia kuwafikia mambo ya kuuza taifa letu la Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba kufikia sasa kuna wale ambao wanasema haiwezekani Tanzania kuuzwa ili mikopo kulipwa, lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, kuna yale ambayo yanaendelea kufanyika sasa hivi huwezi kuyaamini. Kuna baadhi ya rasilimali za Tanzania kufikia sasa zimeuzwa kwa miliki za Kiarabu. Hii ni baada ya Samia kufanya ziara yake kule Dubai na kutia sahihi mikataba ya makubaliano 16 ambayo ni ya kisiri, na kufikia sasa kuna yale ambayo tumeshuhudia. La kwanza ni kuonyeshe vile Tanzania itapigwa mnada. Sasa hivi hifadhi ya Ngorongoro imepeanwa kwa wafanyabiashara wa Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, United Arab Emirates. Kufikia sasa hifadhi hiyo ya Ngorongoro imeenda, eneo hilo limeuzwa kufikia sasa. Wakati alipoenda kule Dubai, Samia alitia sahihi kwa mikataba 16 ambayo iko na siri kubwa. Hatuwezi kujua ni nini ambacho kinaenda kuuzwa. Ikumbukwe ya kwamba, mnakumbuka tuliweza kuangazia hapa kwamba bandari ya Dar es Salaam iliuzwa kwa Waarabu. Pia kufikia sasa kumaanisha rasilimali za Tanzania zimeweza kugawwa
kwa mataifa mengine kufikia sasa, haswa kwa nchi zile za Kiarabu. Hivi majuzi mliona Coco Peach nayo inatarajiwa kuuzwa, ingawa Mwigulu alisema ya kwamba bado hawawezi kuuza Coco Peach, lakini kwa kusema ukweli mashirika mengi ama taasisi nyingi za serikali zitapiwa mnada hapa Tanzania ili kulipa mikopo hii. Kwa hivyo kikosi hiki cha TFF kimetangaza hatari kwamba imefika wakati Samia Suluhu Hassan anastahili kung'olewa mamlakani ili kuokoa Tanzania yetu ambayo imeonekana kuzama haswa kwa kiuchumi. Na katika nchi za Afrika Mashariki, Tanzania inaongoza kwa kuwa na mikopo mingi trilioni 110, licha ya kusemekana ya kwamba tulikuwa tunafanya vizuri wakati wa John Pombe Magufuli ambaye aliweza kututangulia mbele za haki. Najua chini ya uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan, kwa nini mikopo inaendelea kupanda? La kwanza ni kwa sababu aliweza kutulazimishia uongozi wake mataifa mengine yakajiondoa kutuma misaada. Unajua msaada huwezi kulipa, msaada unapewa, unasaidiwa, unapewa bure bilashi pasipolipa chochote, hakuna kulipa. Sasa misaada mingi tulikuwa tunapokea ilikuwa inatu pea usaidizi hapa na pale. Sasa Marekani ikasema hawawezi kufadhili au dhalimu hapa Tanzania, wakaondoa misaada yao ambayo walikuwa wanatuma kushughulikia mambo ya afya, ARVs za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi, ikazuia kutuma hela ama msaada huo hapa Tanzania, licha ya mataifa mengine kama taifa jirani Kenya kupokezwa na Uganda kupokezwa misaada hiyo, lakini Tanzania tukanyimwa. Na taifa lingine la Uswidi nalo likasema haliwezi kutuma misaada ile ambayo walikuwa wanatuma hapa, ila tu watageuza misaada hiyo kwenda mataifa mengine. Taifa lile la Canada nalo likasimama wima, likasema hawawezi kufadhili udhalimu hapa Tanzania kwa sababu ya uchafuzi ambao ulioshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana. Na hata bunge lile la Ulaya wakashirikiana na Umoja wa Mataifa wakasema hela haziwezi kutumwa hapa Tanzania, haswa zile ambazo zinatoa msaada. Sasa Tanzania inalazimika kuendea mikopo kwa sababu hamna msaada. Hata niliona Samia Suluhu Hassan akili yake sema ya kwamba misaada imepungua kwa kiasi kikubwa, kumaanisha hata yeye aliona danger. Sasa kufikia sasa hayo ndio yanaendelea kutukumba hapa Tanzania kwa sababu hamna misaada ile ya kusaidiwa yenye haulipi. Sasa inabidi serikali hii ya Samia Suluhu Hassan kuendea mikopo, na kufikia sasa tumefikisha trilioni 110, na kulingana na taasisi zile ambazo zinadhibiti mikopo, huenda Tanzania tutazuiliwa. Sasa hatuwezi kuendea mkopo mwingine kwa sababu penye tumefikisha hela hizi ni maximum. Sasa itakuwa ngumu sana kuongezewa mikopo mingine, lazima tulipe hii, na kulipa hii ni nchi kupiwa mnada, taasisi za serikali kuuzwa hapa na pale. Mataifa mengine tutashuhudia yakifika hapa Tanzania kuendesha shughuli mbalimbali, makampuni, ili tuweze kulipa mikopo hii ambayo tumeweza kujijazia sisi wenyewe. Kwa hivyo tutazidi kufuatilia, na chochote ambacho kitafanyika tutakuwa tunawaeleza. Kufikia hapo, mtazamaji wa Tanzania ITV, naomba kutamatisha hii kanda. Tukutane kwa kanda nyingine, lakini ikiwa huja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem za siri kubwa kila wakati. Kwaheri kwa sasa.